katika Kumbukumbu la Torati na Mambo ya Walawi, kuna mambo mengi Mungu ameonya, kuna mambo mengi Mungu amekaripia, Mungu amekataa. Hususan kwa mfano, tunapohubiri sana kwa habari ya uchawi, watu wengi wanakasirika kwa sababu watu wengi mambo yao yamebezi kwenye uchawi, ushirikina, biashara uchawi, ndoa uchawi, kila kitu watu wanaendesha kwa uchawi, kupanda vyeo mpaka mtu aroge. Kama unanielewa sema amina. Sema amina. Kwa sababu hiyo unapopiga uchawi, yale madawadawa yaliyojiwekea miilini, yale yanakuwa ndani, yanatengeneza mapepo. Kwa yale mapepo yaliyo ndani yao, ambayo wanapofanywa yale maushirikina ili wapande vyeo, ili wapate wateja kwenye biashara, ili wateke wanaume kwenye ndoa, ili wafanye mambo kadha wa kadha, wanapofanya yale mauchawi. Sasa unapohubiri kwa habari ya mambo hayo, lazima wakasiri. Kwa nini? Kwa sababu yale maroho, yale mapepo machafu yaliyojaa ndani yao yanaamka, yanaanza kuwa na hasira. Kwa nini huyu anahubiri tu kuhusu wachawi? Kwa nini asihubiri mambo mengine? Kama Mungu alisema nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na waongo, kwa nini sisi tusubiri juu ya hayo? Ikiwa Mungu alisema, kama unapenda Yesu sema amina. Amina. Kama unapenda Bwana Yesu sema tena amina. Sema tena amina. Shahidi mwepesi. Mungu anasema katika siku hiyo nitakatilia mbali uchawi, usiwe katika mikono yake. Anasema yule bibi wa mambo ya uchawi, nitakatilia mbali uchawi utoke mkononi mwake. Kama ungekuwa uchawi ni kitu kizuri, kwa nini Mungu aseme atakatilia mbali uchawi usiwe katika mikono ya yule mchawi, yule afanyaye mambo ya uchawi? Kwa nini Mungu aseme namna hiyo? Ndugu zangu, watu wengi wanaumia kwa sababu ya mambo haya, na watu wengi wanaogopa kuhubiri na kuambia watu wa Mungu kwa sababu wanajua roho ya uchawi ina nguvu, ni mashetani. Kama una nguvu ya Mungu, ukiwapiga wachawi unaliwa nyama mara moja, na wao wanakuwekea mapepo mara moja. Usiku wa leo nilipomaliza mkutano wa jana nikiwa naomba, ndipo Mungu akanionyesha jambo la ajabu. Kumbe kwenye mitaa yetu humu kwenye ulimwengu wa roho kuna mashetani ya kiwango cha juu sana, mashetani makubwa. Nilikuwa nimemaliza kula na nikawa na tafakari habari za Mungu. Nilipolala nikashangaa, namuona mzungu mmoja ananiambia, leo lazima nipigane na wewe mpaka nikuue kwa sababu unavuruga mambo yangu. Mzungu, nikamwona mzungu kwenye mitaa yetu, mzungu kabisa namuona, lakini nashangaa anasema naharibu mambo yake. Lakini kwenye mambo yale naona amefunga watu na minyororo, amefunga watu na makufuli, amefunga watu, anapiga watu mijeledi. Nikawa namzuia, nikiomba moto na mfatu na mteketeza. Akakasirika yule mzungu, akaacha kufunga wale watu, akaja kufanya vita na mimi. Akaniambia leo kapigana na wewe mpaka nihakikisha unakufa. Nikamwambia nitakushinda kwa jina la Yesu. Nikaanza kushindana naye, nikashindana naye, akakimbia, akapita njia nyingine, akaelekea makaburini. Nikajua kumbe kuna mashetani mengi yanazuia watu wasiokoke, yanazuia watu wasimuone Mungu, yanazuia watu wasipenye. Lakini nasema kwa uwezo wa Bwana, kwa nguvu za Bwana, kwa neema ya Bwana, kwa nguvu ya msalaba, wataokolewa, watamuona Mungu, watapenya kwa jina la Yesu. Kwa maana Mungu anawajua walio wake hata kama hujaokoka. Ikiwa Mungu anakujua, utaokoka tu. Kama sio leo, kesho utaokoka. Kama sio mwaka huu, mwaka kesho utaokoka. Popote ulipo, kwa jina la Yesu ninasimama juu ya neno hili ya kwamba Mungu anakujua, kwamba wewe ni wake. Popote ulipo, unaposikia sauti hii, kama ndani yako una kiu ya kuokoka, lakini lipo jambo linakuzuia, wewe ni wa Bwana, na siku moja hicho kifungo kitakatika, hiyo pingu itaharibiwa kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi. Amina. Amina. Hicho kifungo kitakatika, na utamuona Mungu kwa namna ya pekee na tofauti. Utamuona Mungu katika uwezo na nguvu na mamlaka. Kumbe sio rahisi. Unapoona mikutano bila mna hii kwenye ulimwengu wa roho, kuna mashetani kabisa. Nikaona mara nyingi wamekuwa wakionyesha watu wakichora mashetani, wanachora wa Afrika. Mimi nikaona shetani la kizungu, shetani la kizungu. Nikawaza kumbe mashetani ni wazungu. Nikaona shetani la kizungu kabisa, yani inasema, lakini liko katikati ya Waafrika. Ni kwenye ulimwengu wa roho, ninaona liko kwenye mitaa, linafunga watu, linaburuza watu, linapiga watu. Nikaanza kushindana nalo, nikikemea namna hii linateketea, likawa linashindwa kufanya kazi yake vizuri. Na mimi nasema
Mungu amenituma kushindana nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi sio mchungaji wa mshahara, mimi sio nabii wa mshahara, mimi sio mtume wa mshahara, mimi ni mtumishi wa Bwana. Ni mwanafunzi akasema mimi ni mtumishi asiye na faida, nimetumwa kukusanya pamoja na Bwana. Akusanyaye pamoja na Bwana hata tawanya, kwa jina la Yesu. Kama unanielewa sema amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Siku za mwisho Biblia